Bwana amesema na mimi kwa habari ya uvunjifu wa amani juu ya taifa hili. Na nimeona mapigano na machafuko makubwa juu ya taifa hili. Sijahadithiwa na mtu, nimeona mwenyewe mapigano makubwa sana baina ya watu na askari. Na nikaona watu wengi sana wakiuawa, damu za watu zikimwagika. Manake adui katika ulimwengu wa roho amekusudia kuzinyonya damu za Watanzania. Na tambua kwamba maandiko yanasema yanazungumza kwa habari ya amani. Na kama vile ambavyo leo nimekufundisha, ule muda ambao una amani ndio muda wa kuwa makini sana. Kwa hiyo tunaposoma maandiko, Biblia inatueleza wazi kwamba haki huinua nini? Haki huinua taifa. Kwa hiyo popote ambapo kuna haki, huwa amani inafanyeje? Amani inatawala. Nini maana ya haki? Haki ni kutenda sawasawa na kanuni, taratibu na desturi zilizopo kwenye eneo. Zile kanuni, sheria na taratibu ambazo mmejiwekea, endapo mnaziishi, kunakuwa na nini? Kunakuwa na amani. Haki ni kutendewa ile ambayo ni stahili yako. Sawa jamani? Kwa haki inapokosekana, maana yake taifa haliwezi kuinuka. Na ndio maana viongozi wanapaswa wawe watenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu akikuinua ukawa kiongozi, lazima uwe mtenda haki. Yaani utende sawasawa na neno la Jehova linasemaje. Kiongozi yeyote ambaye atakiuka Biblia, atakiuka neno la Mungu linasemaje, huyo kiongozi maana yake sio mtenda haki. Na kama kiongozi sio mtenda haki, Mungu lazima ashughulike naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunaenda kumwomba Mungu juu ya taifa hili. Tutaomba rehema juu ya taifa hili. Na tutakwenda kumwomba Mungu aweze kusaidia uchaguzi uwe wa amani na haki. Na tena Mungu atusaidie tupate viongozi watenda haki. Sawa jamani? Hatuombi kumtaja mtu fulani kwamba tunataka fulani aongoze. Hapana. Tunataka Mungu amsimamishe mtenda ambaye anatetea watu wake. Mungu anahitaji kiongozi ambaye atawatetea maskini. Anahitaji kiongozi ambaye atawatetea wamama wajawazito ambao hali zao ni mbaya, ambaye atazuia rushwa, atakemea maovu. Kiongozi ambaye akiwaona masikini machozi yake yanatoka. Mungu anahitaji kiongozi ambaye anatamani aone maendeleo ndani ya taifa. Anatamani aone kiongozi ambaye atahitaji watu wapewe haki. Aliye maskini asionewe na tajiri. Asiye na chochote aheshimike kwa mujibu wa sheria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hatuwezi kumpata kiongozi wa namna hiyo kama kanisa hatujaomba. Na kama kanisa hatujaomba, yeyote anaweza akatumia nguvu zake tu, akajiweka tu. Lakini maombi yatasababisha yeyote akilazimisha kujiweka tu anyongwe. Ndiyo, Mungu hawezi ruhusu. Kama yeyote tu pengine ajaribu kuivunja amani ya nchi ili awe kiongozi, Bwana ashughulike naye.